Hii ndio formula tulotumia kwa vifaranga wetu, na cheti yetu hapa ina sehemu mbili. Ina sehemu ya malighafi hapa na kiasi. Kiasi kuonyesha kwamba unahitaji malighafi kiasi gani kuweza kuchanganya kiwango fulani cha chakula. Kwa mfano kilo 500, kwa utakuja hapa. Unataka kuchanganya kilo 500, utaangalia hapa unahitaji hizi malighafi kiasi gani. Kwa hiyo sasa tuchukulie mfano wa kilo 100 kwa sababu sisi tulichanganyia hawa vifaranga chakula kilo 100. Sasa kwenye kilo 100 tunahitaji mahindi palaza kilo 52. Mahindi yapalazwe kwa size ya vifaranga kwa sababu kuna palaza za size tofauti. Kitu cha pili tunahitaji soya kavu kilo 32. Hii hapa. Na soya kavu inatumika tu kama ilivyo. Kitu kingine tunahitaji mashudu ya alizeti kilo 9. Haya mashudu utayasaga ili yaweze kuliwa na vifaranga. Kitu cha 4 tunahitaji mafuta. Na hapa mafuta namaanisha ni mafuta ya mboga, mafuta kama ya alizeti au mafuta ya soya. Kwa hiyo hapa tunahitaji kilo 2 na tunahitaji mafuta kwenye kilo. Kwa hiyo utayapima kuweza kupata kilo 2. Na kitu cha mwisho ni CFP ya vifaranga ambao tunahitaji kilo 5. Na hii CFP ya vifaranga kilo 5 ni shilingi 17,500. Sasa ukishakuwa na hivi vitu vitano, unakamilisha formula kamili ya chakula cha vifaranga kuanzia siku ya kwanza. Na hii CFP inakuwa ina kila kitu kuanzia DCP, chokaa, lysine, methionine, threonine, multi-enzymes na vitu vingine. Kwa sasa tuangalie vifaranga wetu safari yao kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 21. Kwa kama unavyoona hapa, hii ni siku ya kwanza tumewapokea baada ya kuwa tumechanganya kile chakula chetu. Kwa hii ni siku ya kwanza. Na wengi wanauliza, je, mafuta yanachanganyika vizuri? Mafuta yanachanganyika vizuri bila kuwa na shida yoyote. Kama unavyoona hapa, chakula chetu ndio hichi hapa. Muonekano wa chakula chetu ni huu hapa. Hichi ndio chakula chetu baada ya kuwa kimechanganywa. Na kama unavyoona hapo, mafuta pia yamechanganyika vizuri. Kwa hiyo tulichanganya kilo 100 kwa sababu tulipokea vifaranga 100, na kwa kawaida vifaranga 100 kuanzia siku ya kwanza mpaka 25 watakula chakula kilo 100. Na vitu vilivyokuwa tunaviangalia, kitu kikubwa cha kwanza ni je, vifaranga wetu wanaweza kula chakula? Ulaji wa chakula ni kitu muhimu sana, hasa kama unataka kuwachanganyia vifaranga kuanzia siku ya kwanza. Ndio maana ni muhimu kuwa na size sahihi ya mahindi ili yaweze kuliwa na vifaranga. Ukishachemka kwenye feed intake, basi unakuwa umeshafeli. Kwa chakula chetu ndio hichi hapa, na vifaranga waliweza kukila vizuri tu. Hii ni siku ya 4 tukiwa tumewapokea, na kama unavyoona wamebadilika. Kuna kiasi fulani wameshaongezeka na wamechangamka, wanakula chakula. Kwa hiyo usiogope. Hapa ni siku ya 7 na tunawapima uzito kuweza kuangalia ukuaji wao. Sasa kwa kawaida, kwa uzoefu, kifaranga wa siku 7 akiwa na gramu 25 hasa kwa wachatala anakuwa yuko vizuri tu. Kwa hapa tunafanya ufuatiliaji wa ukuaji wao hasa baada ya kujua kuku wetu wanakula chakula vizuri. Kama unavyoona wewe kifaranga na gramu 172, na kiukweli mpaka siku ya 7 tulikuwa tumefikia kiwango cha uzito ambacho tunatakiwa kuwa nacho vifaranga wetu ambao ni uzito wa juu ndio hizo gramu 25. Kwa wengi walikuwa wanafika. Kwa hiyo uzito ulikuwa unafika vizuri na ulaji wa chakula ulikuwa uko vizuri. Hii ni siku ya 14 wiki ya pili. Na kama unavyoona vifaranga wetu wanaenda wakibadilika. Hii ni siku ya 14, ulaji wa chakula, ukuaji uko vizuri. Hatuna matatizo ya miguu. Kwa hiyo vifaranga wetu wanaenda vizuri. Na kama nilivyokuambia, ile CFP inakuwa ina zile micro ingredients zinazotakiwa kwenye chakula cha kuku, vitu kama lysine, methionine, threonine, DCP, multi-enzymes, toxbinder na additives nyingine zote ziko mle. Kwa hiyo unahitaji kuwa na vitu vingi, unahitaji kuwa na vitu vitano tu: mahindi palaza, soya kavu, mashudu ya alizeti, mafuta na CFP ya vifaranga. Hii ni siku ya 19. Na hawa kuku kile chakula kilo 100 kwa tumekadiria wakitumia siku ya kwanza hadi 25, lakini ukiangalia ukuaji wao ni wakasi, na kwa maana hiyo pia ulaji wao wamechangamka sana. Kufikia siku ya 22 asubuhi ni saa 4 saa 5 hawa jamaa kama wameshamaliza kilo 100. Kwa hiyo kwa siku ya 22 tukachanganyia chakula kingine, na of course tulibadilisha formula, tukutumia hii tuliyoona mwanzoni, tulitumia formula nyingine. Lakini hapa ni siku ya 21. Siku ya 21
na hapo tumewekea chakula cha mwisho kilichokuwa kimebakia kama kilo 6 hivi. Kufika siku ya 22 ambayo ilikuwa ni tarehe 23 mwezi huu, wakawa wameshamaliza, wamefunga biashara. Kwa ukuaji umekuwa mzuri na kuku wetu wameenda safi sana.